Kundi la watoto wa kanisa la Wasabato kwenye chuo kikuu cha Lukanga limeanzishwa likiwa na washiriki takriban 200. Daktari Frederick Kabwe, mmoja kati ya walimu wa chuo hiki, ndiye alihudumia ibada ya ufunguzi wa kundi hilo. Na Mungu akasema, nimewapatia chakula mbalimbali, mtatumia majani, mtatumia mimea na matunda, kila iwe chakula kwenu. Jinsi Mungu alivyowapatia wazazi wetu chakula cha kwanza, akawapatia mimea, akawapatia matunda, na sisi alitupatia neno lake, ili kupitia neno hili tuweze kuishi. Uwepo wa kundi hili ilikuwa hitaji kubwa ya huduma ya watoto. Mama Kavira Kasumbu Jose, mkurugenzi wa huduma hiyo, anasema, tulipenda tugawe watoto kwa wakubwa, kwani tuliona ya kwamba watoto wakati wanapokuwa kwenye wakubwa hawakuwe na endere, hawafate mafundisho vizuri. Inafaa tuwagawe na wakubwa, watoto wakusanyike fasi yao na wakubwa wakuwe fasi yao. Watoto wanapokomaa watatoka hapa, wanapata ubatizo, kisha wanaenda kwenye wakubwa kule kukanisa. Kundi la watoto ni fursa ya ubunifu na ukuaji wa talanta walizo nazo. Mchungaji Azora Matina, mmoja kati ya wazee wa kanisa la chuo kikuu cha Lukanga, anasema, tulipendelea kuwa pamoja nao katika siku ya leo na kuzindua rasmi kanisa hili, maana watoto wengi hawasikii vizuri Kifaransa. Watoto wamezaliwa na talanta mbalimbali. Kwa hiyo tulipenda tuwahimize kila mtu katika talanta ambayo Mungu amemgawia, ili kila mtu akomalishe talanta hiyo. Tunapokumbuka katika Biblia kwamba hata watoto walikuwa wazee, akina Yosia walikuwa wazee, walikuwa wakubwa wa kanisa, Timotheo alikuwa mzee wa kanisa. Alafu watoto hawawezi kunyimwa kukomalisha talanta zao ambazo Mungu amewagawia. Kwa hilo, watoto wana maoni gani? Leo tumekuwa fundishwa lugha ya Kiswahili. Mtesema nisema afisi yake Francais sana. Wakuwe viko naomba Mungu, wakuwe na viko natumika, wakuwe na viko nasikiliza kwa neno la Mungu. Jiwa metogawa jinsi tulikuwa kumopike na tusikie vile wanafundisha. Na huku tushakuwa nasikia vyo. Nimesikia na viko nasema basemu tunafanana viana kule. Nimefurahi. Wakiwa katika sherehe hii, watoto walitoa mswada kidogo kwa wagonjwa na kwa wamama wajawazito kwenye hospitali ya chuo hiki. Ninaripoti kutoka Rwese, Kivu ya Kaskazini, DRC, kwa niaba ya Hope Channel Tanzania. Mimi ni Silva Muhindo.